Day 2 News. We enlighten the dark side. Tulikwenda Dakar, wakuu wa nchi za Afrika walikubaliana kwamba ili nchi za Afrika zitoe elimu iliyo bora, uwekezaji wa elimu uwe mkubwa na wa kutosha. Angalau asilimia 20 ya bajeti yote ya serikali itengwe kwa ajili ya kugharamia elimu. Wenzetu wanatenga 1%, 2%. Fedha zipo. Tuje katika kilimo. Tulikwenda Maputo, tukakubaliana ili tukuze uchumi kwa haraka, bajeti za nchi angalau 10% ya bajeti yote itozwe kwenye kilimo. Mwaka wa fedha uliopita wametoza kama wametenga 2% tu kwenye bajeti ya kilimo. Ndio maana leo tuna uhaba wa maafisa ugani kwa 65%. Ndio maana leo nimemsikia hapa Mheshimiwa Happy anajisifia, anasema kwamba wameongeza hekta za umwagiliaji kutoka 400,000 mpaka 900,000. Hawasemi sura nzima ya kitaifa. Tuna hekta, tuna ardhi inayotosha kwa umwagiliaji ambayo ukubwa wake ni jumla ya hekta milioni 29.4. Wao kwa miaka 64 wako kwenye hekta 960,000. Na kwa kasi hii ya kuongeza hekta 500,000 itawachukua Watanzania miaka mingine 58 kwa serikali ya CCM kufikia eneo lote la umwagiliaji. Hawafanyi uwekezaji kwenye kilimo, wanashindwa kuzalisha ajira kwenye kilimo, wanashindwa kutatua matatizo ya kilimo. Wanazungumza kilimo bora, tuna upungufu wa maafisa ugani kwa 65%. Unakuzaje kilimo katika nchi ambayo ina upungufu wa ugani kwa 65%? Asante sana Bwana Kinabo. Samahani, namalizia tu kwenye afya. Tuna upungufu wa watumishi wa afya, madaktari na wauguzi na watumishi wa kawaida wa 63%. Tuna upungufu wa vituo vya afya. Kuna takwimu zimetajwa hapa sio sahihi. Yaani wao wanachukua idadi ya zahanati chache walizojenga, wanajumlisha na vituo vya afya vya kata vichache walivyojenga, wanajumlisha na hospitali, wanasema tumeongeza 8,000. Tathmini ya afya ifanyiki hivyo. Sera ya nchi hii inataka katika kila kijiji kuwe na zahanati. Sasa tuna vijiji 12,000 na ushe. 37% ya vijiji havina zahanati mpaka leo kwa takwimu zao wenyewe. So nendeni mkasome kitu kinaitwa Tanzania Health Facility Atlas ya Septemba mwaka jana. Zaidi ya 67% ya vijiji havina zahanati. Kasomeni hiyo Tanzania Health Facility Atlas ya Septemba mwaka jana. 72% ya kata za nchi hii hazina vituo vya afya vya ngazi ya kata. Nimesema lazima hizi takwimu nizisahihishe kwa manufaa ya taifa. Alafu wanataka kuleta huduma ya afya kwa wote. Huduma ya afya kwa wote inaanza na huduma kwanza. Huna vituo vya afya kwenye 72% ya kata zote nchini. Utakapoleta bima afya kwa wote utaishia kukusanya hela tu, Watanzania watapata huduma. Asante sana Bwana Kinabo. Kama una swali na upo huko kwenye upande wa audience, naomba faster uweze kunyosha mkono wako. Tutaweza kukupa nafasi, although muda unaenda kuisha. Profesa, nilikuwa najua lazima ujibu, kwa hiyo karibu. Kwa sababu najua ni rahisi sana kuongea. Hao wenzetu hata ilani, mweko na ilani ya Chauma, hao wanaongea tu. Sasa tuweke mambo vizuri. Kwanza kwenye swala la kuwezesha wananchi kiuchumi, unafanya mambo mawili tu makubwa. La kwanza ni kufungua fursa za wananchi kujipatia kipato. Lakini la pili, unawapunguzia wananchi gharama za maisha. Tumefanya nini katika miaka 5 hii? Moja, tumepeleka shilingi bilioni 961 kama TASAF kwa kaya maskini, na wananchi milioni 5 wameweza kunufaika. Tumepeleka ruzuku sisi bilioni 193. Mbolea, maana zile hela ni ingia bali wakanue mbolea, tumewapa ruzuku, wamesave kubaka na mfukoni. Hii anazungumzia elimu, tumepeleka 1.3 trillion shillings kwa mashule yetu, shule ya msingi mpaka sekondari mpaka form 6. Wananchi wamesave 1.3 trillion. Lakini tumepeleka sisi trilioni 2.76 kwenye elimu ya juu kama mikopo ambayo wazazi katika hali ya kawaida walipaswa kulipa. Tumepeleka huko. Ukizungumzia bima ya afya, sisi tumefanya mpaka cost analysis. Inahitajika shilingi ngapi? Ndio maana tumesema mwaka jana hii budget ambayo ipo inaendelea
tumeamua kuanzisha kodi maalum kwa ajili ya kutunisha mfuko wa bima ya afya ili upate fedha kulipia bima ya afya, wananchi waweze kutibiwa bure. Sasa wao wanaongea tu kutibia bure, wanatoa wapi hela? Ndio swali la msingi. Onyesha. Na katika mazungumzo yake anazungumzia kupunguza matumizi. Hatua ya kwanza, uzalishaji. Watu wazalishe mali, serikali ikusanye kodi, ndipo upate uwezo. Serikali ya Tanzania ni miongoni mwa serikali katika bara la Afrika ambao ina matumizi kidogo kwa takwimu za Benki ya Dunia. Unazungumzia kununua magari. Tumenunulia magari ya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mgombea wa mwenza. Tumempa gari pale mgombea urais anatembea na gari ya tume ya uchaguzi. Ni serikali, kodi za Watanzania. Hilo hakusema kama tunafuja. Ni matumizi ya kawaida ya msingi kwa ajili ya kuendesha nchi na kuendesha serikali. Lakini muhimu zaidi, tengenezeni ilani. Hii kuongea tu kukosoa ni rahisi. Mheshimiwa Waziri, asante. Bwana ngoja. Subiri. Bwana Kinabo malizia. Alafu naomba nimalize. Kwanza Chauma tunayo ilani na mimi ni katibu wa kamati iliyoandika ilani. Na ninasikitika, nitakupatia. Baada ya matrilioni yote yanayosema wameweka kwenye elimu, tuna shule zote za msingi kwa mujibu wa utafiti wa BEST uliotoka hivi majuzi tu, shule zote za msingi katika nchi hii zina uhaba wa walimu kwa 63%. Hakuna kitu. Baada ya matrilioni yote wanayosema wamepeleka, kilimo wameweka 2% ya budget. Azimio la Maputo linawataka waweke 10%. Utafiti wa Repoa uliofanyika katika nchi hii ulisema iwapo mtafanya uwekezaji wa kilimo kwa miaka 3 mfululizo, unaweza kupunguza umasikini kwa nusu. Kwa miaka 3 mfululizo. Hawa pesa za kilimo wanapeleka kwenye magari, kwenye ndege, kwenye matumizi ya refreshment, vitafunwa. Huko ndiko ambako sisi tutatoa pesa. Sasa hamwekezi kwenye kilimo ili mpate wa uzalishaji unaosema, matokeo yake mnashindwa kuzalisha vipato vya Watanzania. Walizungumza masuala ya mbolea hapa. 90% ya mbolea yote ya nchi hii inatoka nchi za nje. Yaani wanatumia shilingi ya Kitanzania kwenda kutengeneza ajira za watu kwa kununua mbolea yao, wakati tuna gesi asilia ambayo inaweza kutengeneza mbolea ya ndani na mbolea ikapatikana kwa gharama nafuu zaidi, tukafanya huo uzalishaji anaosema ambao wameshindwa kufanya. Kwa hiyo niseme tu kwamba na nikijibu swali la jumla kwamba je, miaka hii ya awamu ya 6 imefanikiwa kukidhi mahitaji ya Watanzania maskini? Haijafanikiwa, na nitasema kwa takwimu. Utafiti ripoti ya Human Development Index ya kidunia iliyotoka mwaka huu inasema Tanzania ni nchi ya 165 kati ya nchi 193 ya mwaka huu ambayo wananchi wake wanaishi maisha duni ya hadhi ya chini, lowest living standard. Na kipimo kilichotumika wametazama a long and healthy life, access to knowledge and decent living standard. Maisha marefu na mtu awe na afya bora, upatikanaji wa taarifa, maarifa na elimu, na kuwa na maisha yenye staa na ya hadhi nzuri. Tuko nchi ya 163, ripoti ya juzi. Hakuna kilichofanikiwa. Ukisoma taarifa za mijadala ya dira ya maendeleo ya taifa, Tanzania tumepewa alama ya 43 na Benki ya Dunia kwa nchi ambayo imeshindwa kutoa huduma za afya kwa wote, kiwango ambacho ni chini ya nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. The Day 2 News. We enlighten the dark side.